Hapa ni kijiji cha Mbutu, wilaya ya Igunga, mkoa wa Tabora. Ni maandalizi ya msimu mpya wa kilimo cha zao hili la pamba, zao la kibiashara kwa mwaka 2025-2026, ambapo nimefika katika kijiji hiki cha Mbutu. Nimekutana na wakulima, wameweza kuzungumza umuhimu wa uandaaji wa mashamba kabla ya mvua kuanza kunyesha. Lakini STV imeweza kujionea namna ya utengenezaji na uzalishaji wa mbolea ya ukaa ambayo inatumika kwa kuchoma miti ya pamba. Badala ya miti ya pamba kugeuzwa kuwa kuni, kwa sasa inatumika kama teknolojia mpya ya kutengeneza mbolea ambayo inakwenda kuongeza uzalishaji maradufu wa zao hili tofauti na kipindi cha awali. Kwa majina naitwa Nice Thomas, ni afisa kilimo katika mradi wa BBT kijiji cha Mbutu, kata ya Mbutu, wilaya ya Igunga. Mbolea ukaa. Mbolea ukaa ama kwa jina la kitaalamu zaidi inaitwa Biota. Mbolea hii inatengenezwa kutokana na masalia au miti ya pamba iliyo shambani. Kwa hiyo badala ya kuichoma ikawa majivu, tunaichoma kwa kutengeneza mbolea. Mbolea hii inawekwa shambani na inaongeza tija katika mazao yetu ya pamba na mazao mengine pia. Namna ya utengenezaji wa mbolea hii, kwanza tunahitaji tu masalia. Kinachofanyika ni kwamba tunachimba shimo ambalo lina diameter ama ukubwa wa mita 1.5 upana. Alafu kwa kwenda chini tutatengeneza shimo letu kwa muundo wa V ili kule chini kuwe na nafasi ndogo kwa ajili ya kuwa na hewa kidogo sana ya oxygen ili tuweze kutengeneza yale makaa ili mbolea yetu ya ukaa ipatikane. Na shimo lile linaweza likaenda chini kwa urefu wa mita 2. Baada ya hapo utatafuta vile viwashio, utavianza chini, halafu utawasha moto, utaenda unaongeza ile miti ya pamba mpaka inapokuwa imechomeka, inapoanza kuonesha rangi ya ukijivu au ule weupe, unaongeza miti mingine mpaka miti yako ya pamba itakapofanya nini? Itakapokwisha. Ikisha malizika kuchomeka namna hiyo, unaipoza kwa maji. Unamwaga maji ya kutosha tu kwenye ile shimo ili ile mbolea iweze kufanya nini? Kupoa. Na hapo unakuwa tayari umetengeneza mbolea ukaa. Unaweza ukaweka wakati unapanda, lakini pia baada ya mmea kuota. Mbolea hii inapatikana kwa urahisi. Mkulima yote yule anaweza kaipata akiwa amelima tu pamba na miti ya pamba iko shambani. Lakini pia inatusaidia katika kutunza mazingira yetu. Lakini cha mwisho ni kwamba yenyewe haileti madhara kwenye afya ya mkulima au afya ya muandaaji wa mbolea hii. Wananchi na wakulima wa kijiji hiki cha Mbutu wamesema teknolojia hii wanaitegemea kwenda kuongeza uzalishaji mwenye tija na kujiongezea kipato, ambapo wanaachana na mpango wa kuitumia kama kuni. Badala yake wanaibakisha mashambani kwa ajili ya kutengeneza mbolea ya ukaa. Kwa majina naitwa Lucas Masunga Sita, ni mkulima kutoka wilaya ya Igunga, kata ya Mbutu, kijiji cha Mbutu. Ni kweli tumepata hii elimu ya mbolea ukaa. Naomba kwa wakulima wanaonisikiliza, hii mbolea tunaitengeneza ni faida kwa sisi wakulima. Pia inatupunguzia kulima mashamba makubwa ambayo hayana tija. Ila ukilima shamba ambalo lina tija na kutumia mbolea, ni shamba dogo lakini na kuzalishia tani nyingi za pamba. Baada ya kuipokea hii elimu, tunategemea tutakuwa na mavuno mazuri. Naomba kwa wakulima wanaonisikiliza, hii mbolea tunaitengeneza ni faida kwa sisi wakulima. Pia inatupunguzia kulima mashamba makubwa ambayo hayana tija. Ila ukilima shamba ambalo lina tija na kutumia mbolea, ni shamba dogo lakini na kuzalishia tani nyingi za pamba.
mashamba tunatayarisha, tuko vizuri. Mwitikio wa sasa hivi ni mzuri kuliko ule wa zamani, maana zamani watu walikuwa wagumu, lakini sasa hivi elimu inaenda vizuri. Watu wameshakuwa waelewa, bila hata kuhamasisha, wameanza kukata wenyewe. Mashamba yako vizuri, japo hajamaliza, lakini kazi inaenda vizuri. Tuna matangazo haya nao yanayotangazwa, wanasikia, wanazidi kuhamasika sana zaidi. Nyinyi mnaona faida gani kuondoa masalio? Faida ya kuondoa masalio ni kwamba utakapolisafisha shamba utapanda kwanza kwa urahisi, utalima vizuri. Maana ukiliacha na masalia inakuwa shida, usumbufu kupanda, na pia wadudu wanakuwa wengi sana. Katika kuhakikisha kwamba zao hili linazidi kustahimili na kuongeza kipato kwa mkulima mmoja mmoja na taifa kwa ujumla, STV Online Media imezungumza na mkuu wa wilaya ya Igunga mkoa wa Tabora, Sauda Mtondoo, ambaye amesema mpaka sasa wilaya hii ya Igunga imepokea tani 1600 za mbegu za pamba kutoka bodi ya pamba inayosimamia zao hili kwa ajili ya kugawiwa wakulima ambao tayari wameshaingia mashambani kuandaa mashamba yao. Lakini msisitizo mkubwa ametoa kwa wakulima kuhakikisha kwamba wanaharakisha uandaaji wa mashamba, ikiwemo kukata miti ya pamba, kuichoma kwa ajili ya matumizi ya mbolea ukaa. Kwa msimu uliopita uzalishaji ulikuwa mzuri na wilaya yetu ilikuwa mzalishaji namba 2 kitaifa kwa uzalishaji wa takriban tani milioni 26. Kwa hiyo hali hiyo imeendelea kutoa hamasa kwa wakulima wetu kuendelea kuona kwamba wanayo kila sababu ya kuhakikisha kwamba zao hili wanalipa kipaumbele. Hali ambayo msimu huu ambao tunaendelea nao hali imekuwa nzuri. Mpaka sasa hivi tuko kwenye msimu wa ununuzi wa zao la pamba na maeneo mengi wanaelekea kufikia ukingoni, lakini kwa takwimu tu ambazo mpaka sasa tumefikia, tunaelekea kufikia tani milioni 25. Kwa hiyo tunaamini mpaka msimu utakapokamilika tunaweza tukafika kiwango kile ambacho tulizalisha mwaka jana au hata zaidi. Lakini haya yote yanawezekana kwa sababu ya jitihada ambazo serikali inazifanya. Kwa maana kuhakikisha kwamba tunapata mbegu kwa wakati, tunapata pembejeo zote kwa maana ya viuadudu kwa wakati, tunapata elimu ya ugani na vitendea kazi vingine ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zao hili linazalishwa bila mkulima kupata changamoto yoyote. Lakini pia tayari tumeshapata mgao wa mbegu tani 1660 ambazo zinasambazwa katika maeneo mbalimbali kwenye yanayolima pamba, na tayari tani 890 zimeshasambazwa. Kwa hiyo zilizobaki wasambazaji wanaendelea kuzisambaza. Kwa hiyo tunaamini kabisa mpaka mvua zitakapoanza kunyesha maeneo yote yatakuwa tayari yameshapata mbegu. Na sisi tunawaambia kwamba swala la maandalizi ya shamba yatakiwa yaanze mapema ili mvua zinapoanza tu liwe ni zoezi la kupanda. Nikiripoti kutoka hapa kijiji cha Mbutu, wilaya Igunga, mkoani Tabora, Sitatuma kwa STV.